Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara imewahukumu kunyongwa hadi kufa askari wawili kati ya 7 waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi. Mauaji hayo yanadaiwa kufanyika Januari 5 mwaka 2022, huku mwili wa mfanyabiashara huyo ukikutwa umetupwa katika kitongoji cha Majengo, kijiji cha Hiari, wilaya ya Mtwara. Watuhumiwa wengine 5 kati ya 7 wameachiwa huru baada ya mahakama kuwakuta hawana hatia. Mauaji hayo yalifanyika baada ya mfanyabiashara huyo kudai fedha zake milioni 33,748,980 ambazo maafisa hao wa jeshi la polisi wanadaiwa kuzichukua kutoka kwake wakati walipomfanyia upekuzi. Kwa mujibu wa mwenendo wa kesi hiyo, maafisa hao wa jeshi hilo la polisi mkoani Mtwara walifikishwa mahakamani kwa tuhuma za kufanya mauaji ya mfanyabiashara wa madini Musa Hamisi, mkazi wa kijiji cha Ruponda, wilaya ya Nachingwea, mkoani Lindi. Shahidi wa kesi hiyo, Ahobokile Mwandiga wa kitengo cha uchunguzi wa kisayansi wa jeshi la polisi katika kesi ya mauaji iliyokuwa inawakabili maafisa hao 7 wa polisi mkoani Mtwara, ameeleza mahakama kuwa alipofika eneo lililodaiwa la mauaji alishuhudia mifupa 8 ambayo ni mbavu. Aliongeza kuwa akiwa na maafisa wengine katika uchunguzi wao, walipoendelea kutafuta wakaona suruali yenye rangi ya bluu. Pia wakaona eneo lenye mkusanyiko wa funza, kisha mifupa mingine miwili inayodhaniwa kuwa ni miguu. Kesi hiyo ilisikilizwa na jopo la mawakili 17, wakiwemo 9 kutoka upande wa jamhuri na 8 upande wa utetezi, ambapo ilihamishwa kutoka mahakama ya hakimu mkazi Mtwara kwenda mahakama kuu kanda ya Mtwara kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Washtaki hao akiwemo mrakibu wa polisi Gilbert Kalange ambaye ni mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Mtwara, mrakibu msaidizi wa polisi Charles Onyango ambaye ni mkuu wa kituo cha polisi Mtwara, mrakibu wa polisi msaidizi Nicolaus Kisinza ambaye ni mkuu wa kikosi cha intelijensia ya jinai mkoa wa Mtwara. Wengine ni mkaguzi wa polisi John Msuya Mganga, mkuu wa zahanati ya polisi mkoa wa Mtwara, mkaguzi wa polisi msaidizi Marco Mbuta, mkaguzi wa polisi Shirazi Mkupa, pamoja na Koplo Salimu Mbalu.